Basi tunashukuru Mwenyezi Mungu, tunaendelea na somo yetu nzuri, somo ya ecclesiology, kanisa. Na tulisema somo yetu tumeigawa katika sehemu 4 kubwa. Sehemu ya kwanza tunaongelea kuhusu maana ya jina kanisa. Sehemu ya pili tunaongelea kuhusu msingi wa kanisa ama vile kanisa inaanzishwa. Na sehemu ya tatu tukaongelea vile kanisa inaendelezwa. Na sehemu ya 4 tukasema tutaongelea vile kanisa inapanuka na kuwa big church. Na kanisa, kwa maana tu ya kanisa, tulikuwa tafsiri tulisema inatokana na lugha ya Kiyunani inaitwa ecclesia. Maana yake watu wameitwa kutoka duniani na kufanya familia. Mbingu imetuita sisi, imetukomboa kwa damu yake, na inataka tuwe na familia. Kuanzia mwanzo tu kwa bustani ya Edeni, Mungu alipomweka Adamu na Hawa kwa bustani ya Edeni, alipowabariki akawasema mjaze nchi. Mungu anapenda kuwa na familia, na hiyo familia ya kwanza ilipofeli, ilipodanganywa na Adamu na Hawa, Mungu akaweka tena plan ya pili vile anaweza kuwa tu na familia. Mpango wa Mungu kabaki pale pale, na hii familia anaipata sasa kupitia watu wanakombolewa na damu ya Yesu. Tukasema tuna kanisa mbili. Kanisa ya kwanza, kanisa ya kiroho. Sisi wenyewe tumeokoka, ndio kanisa, na ndio sisi ndio tutakuwa kuchukuliwa siku ya mwisho, tutapanda mbinguni. Lakini tukasema hii kanisa ya kiroho, Universal Church, Catholic Church, hii kanisa ya kiroho inaandaliwa katika kanisa ya mahali, local church, eglise local. Tukishaokoka na kukombolewa na damu ya Yesu, tunakuwa kanisa, na hii kanisa sasa inasubiri kuandaliwa na kanisa ya mahali. Sasa ndio tukasema sasa kanisa ya mahali kwa kuanzisha. Sasa kanisa kusudi ianzishwe, iendelee na ikomae na ikuwe big, inahitaji mambo 3. Kitu ya kwanza kujua msingi ya kanisa. Na hiyo ndio kitu tunataka kuanza leo, foundation ya church, msingi ya kanisa. Pointi ya pili tutaongelea kuhusu vile kanisa inaendeleza shughuli yake ndani ya kanisa. Na pointi ya 3 tutaongelea jinsi ya kuweza kupanua kanisa. Hiyo ndio pointi yetu, tutaiongea na kuizungumza. Sasa tukiingia katika pointi ya pili mara moja, tutaenda kusoma Biblia katika kitabu ya Matendo ya Mitume, sura yake ya 13, mlango wa 1 mpaka wa 4. Kulikuwepo manabii, walimu, na waliokuwa na dumu katika kuomba na kufunga. Na wakiwa katika kuomba na kufunga, Roho wa Bwana akasema, nitengeeni Paulo na Barnaba kwa kazi niliwaitia. Na Biblia inasema kisha kuombea na kuwekewa mikono, wakawaachilia Paulo na Barnaba waende zao. Tumesoma katika kitabu ya Matendo ya Mitume, sura yake ya 13. Na katika kitabu ya Matendo ya Mitume 13, tunakuja kugundua kulikuwa kanisa ya Antiokia. Na hii kanisa ilianzishwa na washirika. Na washirika walipoanzisha hii kanisa, Biblia inasema kanisa ilipoanzishwa ya Antiokia, ilianzishwa na washirika. Wakati walianza kuwa washirika katika jiji ya Jerusalem, walipoanza kuwaua, wanawaua. Na unajua hata tunaenda mbinguni lakini hatuko tayari kufa. Washirika wakaanza kutoroka, wakakimbia. Na walipokimbia, isipokuwa mitume hawakukimbia. Na walipokimbia kule, walienda na Roho Mtakatifu, wakaanza kuhubiri watu. Walipohubiri watu, watu wakaokoka.
Lakini kitu mmoja hawa washirika walijua ni tofauti na washirika wale. Walijua hata wanaohubiri watu, wanawaleta watu kwa Yesu, lakini wao ni wachanga kiroho, hawawezi kulea watu kiroho. Ni rahisi kuhubiri mtu anaokoka, lakini si rahisi kulea mtu. Mtoto hawezi kulea mtoto. Mtoto analelewa na mtu mzima. Sasa hao washirika walikuwa wazuri, na makanisa mingi leo matatizo ni makanisa yenye watoto wanalea watoto, na mtoto anapolea mtoto anaweza kumlisha mchanga. Mtoto anapolea mtoto anaweza kufanya siku nzima alale bila kuoga. Mtoto anapolea mtoto anaweza kumwacha atembee ovyo na mtoto agonge na gari. Lakini mtu mzima anakea, na Biblia inasema wakatuma ujumbe Jerusalem kwa kanisa mama, wakasema huku tumehubiri watu wameokoka, na kwa sababu watu wameokoka tunaomba mtume watumishi wa Mungu wenye wamekomaa kwa kuweza kusimamia kanisa. Unisikilize. Na walipotumwa, kikao ilipowekwa Jerusalem, wakamtuma mtu kwa jina ya Barnaba. Na Barnaba ina maana mbili. Maana ya kwanza ya Barnaba ni mtu mwenye ushauri, anajua kushauri watu, na kazi ya Mungu inapoanza inahitaji watu wanaojua kushauri watu vizuri. Lakini namba 2 ni mtu mwenye bidii. Kazi yote ikiwa mwanzo haitafuti tu watendaji, lakini natafuta mtendaji mwenye bidii, na wakamtuma Barnaba. Barnaba alipofika kule akafundisha, akafanya kazi ya Mungu, kanisa ikasimama. Lakini mwisho ya siku akaenda kumwita mtu kwa jina yake Paulo akiwa Sauli. Na walipoendelea kufanya sasa hiyo kazi pamoja, ndio Biblia inasema katika kanisa ya Antiokia kulikuwa walimu na kulikuwa manabii. Sipende kuongelea sana, itaongelea kule mbele. Na kisha Roho Mtakatifu akasema, munitengee Paulo na Barnaba kwa kazi nimewaitia. Ni kazi gani Mungu ameitia Paulo na Barnaba? Wameitiwa kazi ya kitume. Na tumeona tayari neno kutumika, ndani ya kutumika katika huduma. Tuliona neno kitume, mtume, inatokana na lugha ya Kiyunani. Wayunani wanaita apodestelo au apostolo, ikimaanisha mtu ametumwa kwa niaba ya. Kwa Roho Mtakatifu akasema wametumwa kwa niaba ya Roho Mtakatifu kwenda kuanzisha. Na tulisema mtume ana kazi 3. Kazi ya kwanza ya mtume kufungua makanisa. Kazi ya pili ya mtume kuandaa watumishi wa Mungu. Kazi ya 3 ya mtume ni kusimika msingi watu wamjue Yesu peke yake. Sasa Biblia inasema wakiisha ombewa wakaondoka. Wanaondoka kufanya nini? Kwenda kuanzisha makanisa. Sasa kusudi msingi wa kanisa ina mambo, ina pointi 3. Namba 1, kusudi kanisa ianzishwe lazima kupatikane mtumishi anayetumwa na Mungu kuanzisha hiyo kazi. Sasa mara mingi makanisa inaanzishwa pasipokuwa na mtu ametumwa. Inaanzishwa tu kwa sababu mwingine anataka kuanza. Inaanzishwa tu kwa sababu mwingine alianzishwa. Inaanzishwa tu kwa sababu wamekosana kwa kanisa, ndio ameamua kutoka na yeye kuanza, lakini akutumwa. Na lazima sifa ya huyu mtu ataanzisha kanisa, namba 1, lazima kwa awe ametumwa na Mungu kuanzisha kanisa. Hiyo ni point namba 1. Na ningependa kuongelea hapa, kuna kanuni ya kawaida. Na kiukweli mtu aliyepasha kufungua kanisa, kuanzisha kanisa ni mtume. Lakini inaweza kuwezekana Mungu akataka kanisa ikuwe Marekani. Inaweza kuwezekana Mungu akataka kanisa ikuwe kwa kijiji yenu. Inaweza kuwezekana Mungu akataka kanisa ikuwe mahali fulani, lakini hakuna mtume. Mungu anaweza kutumia mtu yeyote kuweza kuanzisha hiyo kanisa kusudi ikuwe baraka. Lakini tutaenda kuona sasa sifa ya mtu yule anaanzisha kanisa. Lazima huyu mtu akuwe na sifa saba kubwa. Lazima awe na sifa 7.
Na utakuta hapa Mungu amechakula Paulo na Barnaba kwa sababu anaona, anaweka ile kipaji ndani yao. Na tutaenda ukiona katika maandiko matakatifu tukisoma Samueli wa kwanza sura yake ya 16 mlango wake wa 6 mpaka wa 10, wakati mfalme Sauli alifanya dhambi na Mungu akamkataa, na walipokuwa natafuta mtu wakamshauri, wakamwambia mfalme, kwa sababu unakuwa na mapepo na taifa ya Israeli inaongozwa na Mungu, watu wa Israeli wakikuona uko na mapepo basi itakuwa shida. Kwa hivyo tunaomba, tunakusii, tutafute mtu anayejua kucheza kinanda, na si kinanda ya kuburudisha, lakini kinanda atakapocheza iweze kutoa mapepo, na wakati atafanya mapepo itakuachia, na wewe utaweza kuongoza taifa ya Israeli vizuri. Mfalme akasema hiyo ni jambo nzuri, na katika kusema hiyo jambo nzuri, mtu mmoja katika mkutano, katika baraza yake ya mawaziri, akasema amemuona mtu mmoja jina yake David, lakini Daudi alikuwa na sifa 7. Hapa wanatafuta mtu anayejua kucheza, na kwa kuanzisha kanisa lazima itafute mtu ana kipaji ya kuanzisha kanisa. Kanisa ianzishwe tu na kila mtu, lazima iwe na kipaji, mtu aliye na kipaji au huduma au kazi. Na huduma ya kuanzisha makanisa ni huduma ya kitume, mtu anatumwa kuanzisha. Sasa wakapata sifa ya Daudi ilikuwa 7, na sifa ya mtumishi wa Mungu anayetaka kuanzisha kanisa lazima awe na sifa 7. Huyu atakuwa baraka, atakuwa maana, atakuwa faida. Biblia inasema katika kitabu ya Samueli wa kwanza 16 mlango wa 6 mpaka wa 10, wakasema tumemwona mwana wa Jese Bethlehem. Lazima wanaopasha kuanzisha kazi ya Mungu lazima kwanza number 1 wao wa Bethlehem. Na kuna watu wengi wameanzisha kazi ya Mungu pasipokuwa wa Bethlehem. Kwa nini Daudi alikuwa Bethlehem? Kwa nini Yesu alikuwa Bethlehem? Neno Bethlehem maana yake bet, maana yake nyumba, lehem maana yake mkate. Kwa hivyo kwa lugha fupi, unapoita Bethlehem unaita nyumba ya mkate. Watu wanaosifa nzuri ya kuanzisha kazi ya Mungu lazima wawe watu walio nyumba ya mkate. Ikimaanisha nini katika Agano Jipya? Wakorinto wa kwanza sura yake ya 3 mlango wa 16, Paulo anasema amjue ya kwamba sisi ndio nyumba ya Mungu. Kwa hiyo Mkristo, mtu mwanadamu yote, mtu wote ni nyumba. Lakini katika hii nyumba, hii mwili yetu, usudi igeuke kwa Mungu apatikane. Sasa sisi ndio nyumba ya Mungu. Amjue ya kwamba roho wa Mungu anaishi ndani yetu. Lakini kusudi Mungu apatikane ndani yetu lazima kupatikane mkate, na mkate ni neno ya Mungu. Kwa hiyo Bethlehem ni nyumba ya mkate, au kwa lugha fupi ni nyumba iliyo na neno ya Mungu, au ni mtu aliye na neno ya Mungu. Kwa sababu unapotaka kwenda kufanya kazi ya Mungu lazima kwanza huyu mwenyewe anataka kwenda kufanya kazi ya Mungu awe na sifa ya kwanza, ana neno ya Mungu. Kwa sababu Mungu haonekani, Mungu ni roho, lakini tunamuona Mungu kupitia neno yake. Sasa wakati mtu anataka kwenda kufanya kazi ya Mungu na ana neno ya Mungu, huyu mtu hatakuwa baraka, huyu mtu atakuwa anafanya mambo yake, huyu mtu atafanya vitu yenye akutumwa afanye. Na tuliona matokeo ukiangalia katika kanisa ya Shilo. Katika Shilo wakati Koani Eli alikufa, Koani Eli alizeeka na watoto yake, kwa sababu koani au uchungaji, utumishi wa Mungu ilikuwa kitu ya kifamilia ya Walawi. Watoto wake Ofni na Finehasi wakachukua uongozi, mapasta. Lakini Biblia inasema hata kama walikuwa na chungaji, hawakuwa wanamjua Mungu, hawakuwa wanajua neno ya Mungu, na wakawa nafanya vitu mingi matata sasa kinyume na neno ya Mungu, mpaka ikasababisha sanduku ya agano ya Mungu ikatoka katika taifa Israeli. Kwa hivyo kwa lugha fupi,
na kukazaliwa mtoto kwa jina yake anaitwa Ikabodi. Maana yake utukufu wa Mungu umetoka katika taifa ya Israeli. Mahali pote kazi ya Mungu itaanza, na huyu mtu wa Mungu anapoanzisha hiyo kazi ya Mungu, kama ana neno ya Mungu, basi hiyo si kazi ya Mungu, ni kazi ya mtu binafsi. Wakasema tumemuona mtoto wa Daudi, mtoto wa Yese, jina yake Daudi, ni Mbethlehemu, na tunataka kazi ya Mungu ianzishwe na watu wana neno ya Mungu, kwa sababu jina ya kwanza ya Mungu, Yohana 1:1, mwanzo alikuwa neno, na neno alikuwa pamoja na Mungu, na neno alikuwa Mungu. Kwa hivyo sifa nzuri ya mtu kuanzisha kazi ya Mungu, msingi anataka kuweka msingi wa kanisa, ni mtu anaye neno ya Mungu, kwa sababu atahubiria watu Mungu, ataonesha watu Mungu. Na ndio Paulo anasema katika Wakorintho wa kwanza sura ya 3 atuwe mstari wa 10, tumeweka msingi, na hiyo msingi si ingine tu watu wamjue Kristo. Kwa sababu kanisa inapoanzisha tuko naweka msingi, tutahakikisha kufundisha, kuelekeza, kuonesha watu wapate kumjua Yesu Kristo. Na ndio unakuta makanisa mingi kwa sasa inafunguliwa, unakuta sasa Jumapili inapofika naenda kanisa ya fulani, naenda kanisa ya fulani, kwa sababu hapa wamuoneshe watu, hawaoneshe watu Yesu, lakini wanaonesha watu mtu. Sasa inakuwa ni kanisa ya mtu, lakini kanisa kweli si ya mtu, kanisa ni ya Kristo. Kwa hivyo yule anahitaji kwenda kuanzisha kazi kanisa, sifa ya kwanza ni mtu mwenye iko na neno ya Mungu. Bethlehem, mtu mwenye ni nyumba ya mkate, mtu mwenye ana neno ya Mungu, na anakuwa anaweza kuwa na neno ya Mungu kwa mifumo mbili. Neno ya Mungu kwa mfumo ya kwanza logos, anajua maandiko matakatifu. Neno ya Mungu kwa mfumo ya pili rema, anaongea na Mungu, na Mungu anasema naye, anamfunulia, anamuonesha vitu anahitaji kufanya. Kwa hiyo ilikuwa sifa ya kwanza ya Daudi, na hiyo ilikuwa sifa ya kwanza pia ya Paulo. Paulo anasema Wakorintho wa kwanza 3:10, hatukufanya kitu kingine, tulitambulisha tu msingi tulieka, ni watu wote wamjue Kristo. Na kwa kumjua Kristo, tunamjua Kristo tu kupitia neno la Mungu. Paulo akamwambia Wakorintho, Paulo ni nani? Apolo ni nani? Kefa ni nani? Yakobo ni nani? Sisi wote tu ni watumwa, lakini sisi tulipokuja kuweka foundation, msingi, tulifanya watu wote wapate kumjua Kristo, na Kristo anajulikana tu kupitia neno lake. Kwa hiyo sifa ya kwanza ya mtu anataka kuanzisha kanisa, akuwe Mbethlehemu, awe na neno ya Mungu ndani, awe na neno ya Mungu ya baba yake akiwa mdogo sana, na kwa hivyo akusoma. Lakini hata kama akusoma, kuanzia tu utoto alijikuta anajua kucheza kinanda. Kwa hivyo watu Mungu anapoleta hapa duniani, awe mpagani asio mpagani, mtu anapozaliwa tu anazalika na kipaji, kuna kitu anajua. Na kama tunataka kufanikiwa kwa kazi yote, lazima hakikisha kile unafanya unakijua. Lakini kunakuwa matatizo mingi, watu wanapenda kuanisha kanisa kwa sababu wengine wanaanzisha, lakini kiukweli ajui hana hiyo kipaji ya uchungaji. Na maisha ya mtu inategemea kile anajua. Daudi hakusomea kucheza muziki, lakini tu alijikuta anajua. Na kila mmoja kati yetu ana kitu anajua. Hakuna mule hajui. Mimi najua hiki, wewe unajua hiki, yule anajua hiki, na yule mwingine anajua hiki. Lakini matatizo ya watu duniani, wanakataa kile wanajua, na wanapenda kile mwingine anafanya nini, anajua. Na utapoacha kufanya kile unajua, inakuwa vigumu ufanikiwe. Nitakupatia mfano kama kwa wakati wa sasa. Kuna waimbaji wengi tu walipata sifa, walikuwa naimba kwa matona mamilioni, maelfu ya watu, lakini mwisho ya siku wakaona kama ni wachungaji wanapata pesa, wao wapate pesa. Kuna manabii, kuna wainjilisti wengi tu walikuwa nafanya vizuri, lakini mwisho ya siku wakaamua kuacha kile wanajua, wakaamua kuingilia kwa kile hawajui, kazi ya kuchunga kanisa, na matokeo yake wanaporomoka. Na kwa mtu kufanikiwa kwa maisha hapa duniani,
lazima ufanye kile kitu unajua. Na wakati wote utaamua kupambana kufanya kitu haujui, elewa umechukua pepo kubwa sana, na hiyo pepo itakuumiza, kwa sababu kama unafanya kitu haujui, hakuna watu watakufuata. Kama unafanya kitu haujui, Mungu hatakusapoti. Mungu anasapoti tu kile kitu aliweka ndani ya mtu, kile mtu anajua, na chochote kile mtu anajua kinaweza kumpeleka international, kimataifa. Unaweza enda Marekani, unaweza enda Ulaya, unaweza kutembea dunia nzima. Hakuna kile mtu anajua kinaweza kukosa kumfikisha mahali popote. Daudi hakupanga na hakufikiria hata siku moja anaweza kuingia kwa nyumba ya mfalme, kwa sababu yeye ni familia maskini. Namba 2, yeye alikuwa anashinda tu kwa msitu na tukondoo 20. Hakuna mtu, lakini hata kama alikuwa huku, watu wana recognize, wanatambua, wanaona, wanajua kile unajua. Na kama unataka kujua kile unajua ni ipi, hata Yesu alipokuja hapa duniani akauliza wanafunzi wake, akasema watu wanasema mimi ni nani? Na lazima unahitaji kujua watu wanakuambia wewe ni nani. Usijiambie wewe mwenyewe mimi najua kuimba na kumbe hujui kuimba. Usijiambie mimi nafundisha sana na kumbe hujui kufundisha. Usijiambie mimi najua. Yesu akauliza watu wanasema mimi ni nani? Wanafunzi wake wakamwambia, wamoja wanasema wewe ni Elia, wengine wanasema wewe ni Yoshua, wanasema wewe ni Musa, wanasema wewe ni mmoja wa manabii. Akasema ni hawa ni wa mbali, hawanioni vile nafanya kila siku, lakini nyinyi asubuhi, mchana, jioni, usiku tuko pamoja na nyinyi, mnaona kila kitu kile ninafanya. Nyinyi mnasema mimi ni nani? Petro akamwambia, wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Si yeye ndio alitambi. Kile watu wanakuambia unajua, ndio unajua. Na kama utafanya kile watu wanakuambia unajua, watu watakufuata, utafanikiwa, utainuka, utasonga mbele. Sasa matatizo ya watu wengi katika kanisa kuanzisha kazi ya Mungu, watu wengi wako naanzisha kazi ya Mungu na hawaijui kuanzisha kanisa. Saa zingine yeye ni mwimbaji lakini anapenda kuanzisha kanisa. Saa zingine yeye ni muombaji lakini anapenda kuanzisha kanisa. Na kama utafanya kitu haujui, usitarajie kufanikiwa. Mtu anafanikiwa tu kwa kile kitu anachokijua. Namba 2, Mungu anasapoti tu kile kitu Mungu ameweka ndani ya mtu. Kile Mungu akuweka ndani yako, Mungu aweze ukisapoti. Na kile Mungu ameweka ndani yako, Mungu atakisapoti usiku na mchana. Kwa hiyo sifa ya kwanza ya Daudi, alikuwa Mbetlehem. Na kama tunataka kufanya kazi ya Mungu na ifanikiwe, lazima tuwe watu tunaojua neno ya Mungu. Tuelekeze watu kwa maneno ya Mungu. Tuwafundishe watu wa neno ya Mungu. Tuwaoneshe kile Mungu anataka na kile Mungu hataka. Lakini namba 2, tufanye kile tunajua. Kama wewe ni nabii, fanya kazi ya unabii. Kama wewe ni mwinjilisti, fanya kazi ya uinjilisti. Kama wewe ni mtume, fanya kazi ya kitume. Kama wewe ni mchungaji, fanya kazi ya kichungaji. Hapana kukopi. Kama wewe ni mwalimu, fanya kazi ya walimu. Hakuna kazi Mungu anapatia mtu na itabaki kuwa local ya kienyeji. Kazi yote ya Mungu ni international. Katika Mathayo 28, Yesu akamwambia 19, enendeni duniani kote. Kwa hiyo watumishi wote wa Mungu ni international. Watumishi wa Mungu hakuna ule local na kule mwenyewe kwa international. Kwa hiyo lazima ninapotaka kufundisha kanisa, kuanzisha kazi ya Mungu, lazima tunataka kwenda kuonesha watu Mungu. Na kwa kuonesha Mungu, lazima ukujue neno ya Mungu. Uwe na maarifa ya neno ya Mungu. Uwe na upana wa neno ya Mungu. But number 2, lazima ujue kile kitu unachokifanya. Na kama ukijui, itakuwa vigumu. Utakuwa naweka kichwa kwa mguu, mguu kwa kichwa, tumbo kwa mgongo, mgongo kwa tumbo. Sasa unaweza kuwa na vifaa vyote, unaweza kuwa na material yote, lakini ukashindwa kuiunganisha na kila kitu kikakataa. Lakini namba 3, Biblia inasema sifa ya 3 ya Daudi
ni mtu wa nguvu, mtu shujaa. Daudi alikuwa shujaa kweli. Daudi alikuwa shujaa kweli. Utaona Daudi alipopelekea ndugu yake chakula katika kitabu ya Samueli wa kwanza 17, mfalme Sauli alikuwa kwa vita, mkuu wa majeshi Abneri alikuwa kwa vita, na ndugu zake 3 pia walikuwa kwa vita, na upande wa kambi wa Filistini ukajitokeza mtu kwa jina yake Goliati. Akasema, mtoe mtu mmoja kwenu na mimi tapigana naye, tukimshinda ninyi mtakuwa watumwa wenu, na yeye akinishinda tutakuwa watumwa. Shujaa ana sifa mbili. Sifa ya kwanza ya shujaa, kama Afrika kwa sasa tunajua mtu kwa jina yake shujaa ni Mandela. Mandela na wa South Africa wote weusi waliona vile wazungu wanawatawala, wanawazulumu, wanawaweka kuwa watumwa, lakini hakuna Mwafrika yote alipenda kuanzisha hiyo vita. Kwa nini? Walikuwa najua madhara yake, kwamba hawa makaburu, hawa wazungu ndio walikuwa na serikali, hawa wazungu waliokuwa na watawala ndio walikuwa na jeshi, hawa wazungu waliokuwa na watawala ndio walikuwa na pesa, hawa wazungu waliokuwa na watawala ndio walikuwa na kubalika duniani, connection zote inawakubali. Sasa yeyote angependa kuinuka kuanzisha vita ya kutaka kuwatoa Waafrika weusi kwa mikono ya wa South Africa, wale makaburu, ulikuwa najiletea shida kubwa. Ndio South Africa, wa South Africa wote weusi waliona hiyo problem, lakini hakuna mtu alikuwa tayari kuanzisha hiyo vita kwa sababu alijua madhara yake. Na utaona Daudi alipopelekea ndugu yake chakula, alikuta mfalme, msikilize, mkuu wa majeshi na ndugu yake wote wanaona Goliati, lakini hakuna mtu tayari kujitokeza. Lakini Mandela akajitokeza kuanzisha hiyo vita, na Daudi naye akajitokeza kuanzisha vita na Goliati. Shujaa ana sifa mbili. Sifa ya kwanza ya shujaa ni mtu anaanzisha vitu yenye watu wengine wote wanaogopa kuanzisha, na kuanzisha kanisa si mchezo, kwa sababu kuna mambo mingi ukijaribu kuangalia, haina picha, haina dalili, utaanzia wapi, itakuwa kuaje, washirika watatokea wapi, mtaanza kuabudia wapi? Kwa kuanzisha kanisa inahitaji mtu akuwe na moyo au shujaa, mtu mwenye ko tayari kuanzisha kitu kenye watu wengine wanashindwa kuanzisha. Lakini namba 2, sifa ya pili ya shujaa ni mtu mwenye anapoanzisha kitu akubali kushindwa. Mandela hata alipigwa, Mandela hata alifungwa, Mandela hata walitembea mke wake akakaa jela miaka 27, lakini Mandela hakukubali kushindwa. Mwisho ya siku alitoka jela na akawa rais wa taifa ya South Africa. Kwa hiyo mtu mwenye anahitaji kuanzisha kazi ya Mungu inahitaji akuwe na sifa mbili. Sifa ya kwanza, awe shujaa, mtu mwenye ko tayari kuanzisha. Lakini tunapoanzisha kazi ya Mungu, naelewe vizuri, Biblia inasema mwana wa Adamu alionekana hapa dunia kwa ajili ya kuharibu kazi ya shetani. Tunapoanzisha kazi ya Mungu, kwa hiyo kwa lugha nyingine tunapiganisha kazi ya shetani, na tunapopiganisha kazi ya shetani, shetani atafunga macho. 2 Waefeso 2:2 nasema mfalme wa dunia kwa sasa ni shetani. Kwa hiyo tunapokuja kuanzisha kazi ya Mungu hapa duniani kwenye shetani anatawala, kwa hiyo tutajiandaa kwa vita ya kila aina, na shetani atakuletea vita ya kila aina ya kutaka kukuvunja moyo, ya kutaka kukatisha tamaa, kusudi usiendelee kufanya kile Mungu anataka kufanya. Lakini lazima mtu wa Mungu huyu anataka kuanzisha kazi ya Mungu awe na sifa ya pili, awe mtu mwenye akubali kushindwa. Na kwa nini hatukubali kushindwa? Kwa sababu aliye ndani yetu, yule aliyetutuma ni mkubwa kuliko aliye katika dunia hii. Ni Mungu ametutuma, ni Mungu ametupa mandate, enda kuanzisha kazi Marekani. Ni Mungu amekupa mandate, enda kuanzisha kazi Ulaya. Ni Mungu amekupa mandate, enda kuanzisha kazi Asia. Ni Mungu amekupa mandate, enda kuanzisha kazi Australia. Ni Mungu amekupa mandate, uende kuanzisha kazi New Zealand. Mungu amekupa mandate, uende kuanzisha kazi Afrika. Sasa unapoenda uende peke yako, unaenda na Mungu. Hata upigwe, hata ufanywe nini, hata mambo yatokee namna gani, hatuhitaji kukata tamaa. Na ndio maana
Daudi mwisho ya siku hata alipiganishwa kwa njia yote na namna yote na mfalme Sauli, lakini kwa sababu alikuwa shujaa, mwisho ya siku Daudi aligeuka kuwa mfalme. Uliza wale watu wote wamefanikiwa kwa mambo yote, iwe mambo ya kiroho, iwe mambo ya kawaida duniani, watakwambia mambo wamepitia. Nakwambia unaweza kufurahia tu, unaweza kuvutiwa kuwa kama fulani, kuona mtu anakuwa juu, kuona mtu anakuwa tajiri, kuona mtu anakuwa na kanisa kubwa, kuona mtu anakuwa na huduma kubwa, unafurahi, unataka kuwa kama yeye. Lakini enda karibu yake umuulize, aanze kukuambia yale mambo amepitia, hata mpaka utatamani. Ukisoma Wakorintho wa pili 11, Paulo yule mwenye Bible inasema alikuja top. Petro akakubali kwamba alitumika kuwazidi wote, amefungua makanisa, ameenda kila bara. Lakini hata Paulo anze kupatia historia ya maisha yake, anasema alipigwa, alilala njaa, alifanyiwa, iko na kueleza shida ya kila aina yote alipitia. Lakini Paulo alikuwa shujaa, hakukubali kushindwa. Yaani alikuwa anasema hata kufa yaogope tu kufungwa, haogope kupigwa, haogope kulala njaa, iko tayari hata kufa kwa ajili ya maneno ya nani? Ya Mungu. Na tunapoanzisha kitu ya Mungu, kama kweli tumetuma, tutakutana na reality mingi isiyo true. Tutakutana na reality mingi lakini isiyokuwa kweli neno ya Mungu. Inaweza kukutana na reality pesa inakosekana. Inaweza kukutana na reality unaanza kuhubiri. Nakumbuka kanisa moja nilianzisha Beni, Kongo. Nilifanya miezi 6 sijapata hata mtu mmoja. Na inaumiza. Jumapili nakuja peke yangu, naimbisha peke yangu, naongoza peke yangu, nahubiri peke yangu, natoa sadaka peke yangu, nafanya everything peke yangu. Na si kwa mwezi mmoja, si kwa mwezi mbili, si kwa miezi 3, si kwa miezi 6. Na hiyo ikutosha hapo, kando ya kukosa washirika, nikaekewa sumu kwa chakula kusudi waniue. Lakini kwa sababu tulistahimili, mwisho ya siku hiyo kazi ya Mungu ilisimama na hiyo kazi ya Mungu iliendelea. Kwa hiyo sifa ya 3 ya Daudi, alikuwa na moyo ya ushujaa. Na sifa ya 4 ya Daudi, Biblia inasema ni mtu alikuwa anajua kuongea vizuri. Mtumishi wa Mungu, sisi tunasema, Biblia inasema katika Warumi 10:15, Biblia heri miguu inaenda kutangaza habari njema. Sisi hatupeleki habari mbaya, sisi hatupeleki habari ya hukumu. Mtumishi wa Mungu sai anapenda kuanzisha kanisa, anao kuanzisha kazi ya Mungu, anahitaji kuwa mtu anayekuwa na maneno mazuri, sio kuwa na maneno ya kutisha watu, sio kuwa na maneno ya kulaani watu, sio kuwa na maneno ya kuhukumu watu, lakini mtu aliye na maneno ya kutia watu moyo, mtu aliye na maneno ya kufariji watu, mtu aliye na maneno ya kujenga watu, mtu aliye na maneno, ukifika hata matumaini ilikuwa imetoka, watu wanapata tena matumaini mpya. Lakini mtu wa Mungu anapokosa maneno mazuri, maneno ya baraka, maneno ya kujenga, basi mtu Mungu hatakuwa baraka. Na unakuta wahubiri wengi, watu wengi wa Mungu wanakuwa wanaogopwa kwa sababu wanatisha. Ukicheza na mimi ni mtumishi wa Mungu, utalaaniwa. Hiyo haiko kazi ya Biblia. Sasa Daudi alikuwa mtu anaongea vizuri, na mtumishi wa Mungu anahitaji kuwa mtu anayeongea vizuri. Yule mtu anataka kuanzisha, kama ni marketing, unapotaka kutangaza bidhaa mpya, na kama utakuwa na lugha fake, hakuna watu watavutiwa na hiyo bidhaa yako. Lazima uwe na lugha tamu. Sasa hii bidhaa yetu inashinda bidhaa nyingine yote. Ukiikula, ukiivaa, ukiitembelea, unatumia lugha tamu ya kuwashawishi watu, na hiyo lugha tamu itavutia kwamba watu wapende kushawishiwa na kile kitu unafanya. Daudi alikuwa na lugha nzuri, na watu wa Mungu na watumishi wa Mungu lazima wakuwe watu wana lugha nzuri. Lakini sifa yake ya 5, Biblia inasema Daudi alikuwa na sura nzuri. Hiyo ni sura ya kimwili. Lakini sisi hatuhitaji kuwa na sura ya kimwili njoo iwe nzuri. Tunahitaji kuwa na matendo
mazuri. Kwa sababu hakuna injili bora kupita injili yote kama ya matendo. Biblia inasema tusipende kwa maneno, lakini tupende kwa matendo. Wakati mtumishi wa Mungu atapeleka maneno sehemu mbali ya Mungu, sehemu mbalimbali, atajulikana kweli anafanya kazi ya Mungu wakati anakuwa na tabia nzuri, anakuwa na matendo nzuri, anakuwa na picha nzuri, anasaidia, anatembelea, anaguswa na maisha ya watu. Na wakati mtu wa Mungu anafanya kazi ya Mungu bila matendo ya Roho Mtakatifu, anafanya business, na hiyo yeye ndio atatajirika, yeye ndio atainuka, yeye ndio ataenda juu, atapata magari, atapata mandege, lakini siku ya mwisho hakuna kitu. Kwa sababu Biblia inasema katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 10-11, Biblia inasema yeye aliyeshuka ndio alipanda akafanya wamoja mitume, manabii, wainjilisti, walimu na wachungaji kwa ajili ya kujenga kazi. Mungu alitupatia utumishi, Mungu alitupatia si kwa faida yetu, lakini alitupatia kwa faida kusudi tupate kujenga wengine. Wengine wabarikiwe kupitia sisi, wengine wainuliwe kupitia sisi, wengine wafunguliwe kupitia sisi, wengine wapone kupitia sisi, wengine wainuke na wafanikiwe kwa kila jambo kupitia sisi. Lakini tunapofanya kazi ya Mungu sisi peke yetu ndio tunabarikiwa. Sisi peke yetu tunaelewa tumepokea malipo yetu hapa na hakuna kitu yote cha maana kupita. Mtumishi wa Mungu akifika, wagonjwa wanapona. Mtumishi wa Mungu akifika, wamaskini wanabarikiwa. Mtumishi wa Mungu akifika, wenye matatizo wanapata suluhisho. Yesu alipokuja kuanza kazi ya Mungu katika kitabu ya Luka sura ya 4:18, anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta kutangazia maskini habari njema, wafungwa wapate kufunguliwa, vipofu wapate kuona, na kutangaza mwaka mpya wa neema. Yesu alikuja kufanya kazi ya Mungu kusudi awe baraka kwa watu. Na Mungu anapotutuma watumishi wa Mungu, anatutuma tuwe baraka. Kwa hiyo lazima tuwe na matendo mema. Na mara mingi watumishi wa Mungu wanapambana kuwa na vipaji, wawe na nguvu ya Mungu, wawe na karama ya miujiza, wawe na neno ya maarifa, wawe na unabii, wataje jina ya mtu, waleze shida yake mahali alizaliwa. Lakini ukichunguza hata upendo kidogo hawana. Ni watu wanajaa chuki, ni watu wanajaa fitina, ni watu wanajaa iki. Sasa lazima, Daudi alikuwa na sura nzuri, lakini pointi ya 7 ya 6 na nafikiri nitakwamia leo hapa. Biblia inasema Daudi, Bwana alikuwa hata kama Mungu amekufanya kuwa injilisti, lakini katika kuomba, katika kufunga, katika kukesha, tunatafuta uso ya Bwana. Na katika kumtafuta, Biblia inasema Mungu atakutafute bado wakati anapatikana. Na nikipatia mfano ya Paulo, ukisoma katika Matendo ya Mitume sura ya 16, walipotumwa, angalia
kubwa. Sifa ya kwanza, akuwe Bethlehem. Bethlehem kusema mtu anayejua, anayo neno ya Mungu. Kwa sababu tunamuona Mungu kupitia kwa neno lake. Na Wakolosai 3:16 nasema neno la Kristo likae kwa wingi ndani yetu. Tunapoenda kuonesha watu Yesu, tunapoenda kuonesha watu Mungu. Mungu ni spirit na aonekane. Roho ana sifa tatu, hana mwili, hana damu, hana nyama, lakini tutamuona Mungu kupitia neno yake. Sasa unapotaka kwenda kumwakilisha mtu mwenye hauna maneno yake na umjui, itakuwa ngumu sana. Lakini namba 2, Daudi alikuwa anajua kucheza kinanda. Katika kwenda kuongea maneno, kufanya kazi ya Mungu, uende kufanya ile kazi unajua. Hapana kwenda kufanya kazi ya ujui, itakusumbua. Kama kuimba ndio unajua, imba. Kama kuhubiri ndio unajua, hubiri. Kama kufundisha ndio unajua, fundisha. Kama kuchunga kanisa ndio unajua, fanya kile unajua. Pepo mbaya kupita pepo yote ni mtu kutaka kufanya kitu afanye nini ajui. Alikakwambia namba 3, Daudi alikuwa shujaa. Kazi ya Mungu kwa kuanzisha lazima uwe na moyo wa shujaa. Kwa sababu kila asubuhi, kila mchana utaona hakuna dalili. Unataka kuanza, Mungu ameongea na umepata ndoto, umepata maono, umepata mafunuo. Lakini ukitaka kuanza unaona hii haiko, unaiarisha. Lakini shujaa anaanzisha kitu watu wengine wanaogopa kuanzisha. Anapambana, anasonga mbele. Lakini namba 2, utapokianzisha usifikiri kitaenda kilaini. Itakutana na vita ya kila aina. Kwa sababu kazi ya Mungu inaharibu kazi ya shetani. Sasa lazima uwe na moyo ya ushujaa, kutokubali kushindwa. Kwa nini hatukubali kushindwa? Kwa sababu tunapigana, aliye ndani yetu ni mkubwa kuliko mwenye yuko katika dunia. Kasema lakini Daudi alikuwa mtu anajua kuongea vizuri. Mtu wa Mungu anahitaji kuwa mtu anayejua kuongea vizuri, anaye maneno mazuri, maneno ya kubariki, maneno ya kujenga, maneno ya kufunua. Hiyo ndio mtu wa Mungu anahitaji kuwa nao. Lakini namba 6, anahitaji kuwa darasa. Sura ya Daudi ilikuwa sura nzuri, tunasema matendo mazuri. Kuna watu wa Mungu wengi wanajua kuhubiri vizuri, wanajua kuongea vizuri, lakini matendo zero. Hawana upendo, hawana utu wema, hawana uvumilivu, wako zero. Sasa injili ya matendo ina nguvu kushinda injili ya maneno. Na lazima Yesu alipoacha wanafunzi wake, watumishi wa Mungu, kabla ya kwenda kuwaambia pendaneni nini kwa nyinyi, ndio mataifa watatambua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu. Lakini namba 4, tunasema lazima Mungu akuwe pamoja na wewe. Kama Mungu haiko pamoja na wewe, chochote utajaribu kufanya hakitafanikiwa. Na kwa Mungu kuwa pamoja na sisi, ni sisi kulazimika kutunza hiyo mahusiano tuko nao na Mungu. Na itunza asubuhi, na itunza mchana, na mahusiano inayotunza, kwa sababu huyu Mungu tunayofanya naye relation, yeye ni mtakatifu. Lazima maisha yetu kweli ni matakatifu. Asubuhi tunajitenga na dhambi, mchana tunatenga na dhambi, jioni tunatenga. Lakini namba 2, lazima tuwe na sifa ya kumtafuta Mungu katika kuomba, katika kufunga. Tunataka kusikia anaongea na sisi, tunataka kuona na tufunua katika maisha yetu. Na hapo ndio tunasimamia leo. Tunasema tunaongea kuhusu somo ya kanisa. Na tulianza maana ya kanisa ni jamii waliitwa kutoka. Mungu anataka kuwa na familia, na si familia maskini, sio familia ya njaa. Lakini namba 2 tukasema vipi kanisa itaanzishwa? Tunasema kanisa inaanzishwa na mtumishi wa Mungu. Lakini huyu mtumishi wa Mungu lazima awe na sifa 7 kubwa. Sifa Daudi alikuwa nayo. Na baba yangu wa mbinguni awabariki sana.